Ndugu zangu, kwanza kabisa usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, ninakuhusieni na pia ninaihusia nafsi yangu tuzidishe kumcha Mungu, tumzidishe kumwogopa Mungu, tuzidishe kumpenda sana Mungu. Pasiwepo na kitu ambacho tunakipenda sana zaidi ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumpende Mungu na Mtume kuliko baba zetu, kuliko mama zetu, kuliko kitu chochote, kuliko nafsi zetu, kuliko kitu chochote. Jambo la kwanza, ningependa kwanza kukumbusha taarifa iliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya kwamba nchini kuna maradhi ya mlipuko. Haya maradhi ya mlipuko yametangazwa kwamba yapo, ikiwemo yule bwana aitwaye COVID-19, na wako na wenzake kaja nao safari baada ya COVID-19. Kuna na mambo mengine. Sasa sisi Waislamu tuna tabia ya kila kitu sisi tunakichukulia poa, wepesi wepesi, na wengine wanajaribu kutuingiza katika aya ambayo haiwezekani tukaingia katika aya hiyo. Wanatuambia hiyo kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ndiyo, lakini tahadhari lazima. Kwa hiyo tukiambiwa tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari, tuchukue hatua za kujikinga, tuchukue hatua za kujikinga. Haya mambo ya kiudarweshi hayafai, hayo hayana maana. Hivyo basi ningewakumbusha hata wahudumu wetu hapa msikitini na idara yetu msikitini anze kuweka ile mitungi ya maji ambayo na sabuni, ili watu wanapoingia waoshe mikono yao, ili tuweze kudhibiti huu ugonjwa. Alafu tutajiachia. Ni jambo la muda, ni jambo la muda mfupi. Tukifuatisha masharti, basi ugonjwa unadhibitika. Kwa hiyo hili ndio la kwanza kabisa ambalo ningependa nilikumbushe kwamba ugonjwa upo, wahusika wametangaza ugonjwa ambao wa mlipuko na kipindupindu, na kipindupindu nacho kibaya zaidi. Kama inavyoua COVID, kipindupindu kinaua zaidi. Tusifanye uzembe tukajistukia baada ya siku mbili hatuonani, hapa wako wapi, yuko Kisutu, wapi, Mkenda kenda kwa nani, kabrini. Hapana, tufate taratibu ili Mungu atunusuru na majanga haya. Jambo la pili, hili pia nakumbusha, najua nyote mmefunga saumu ya Ramadhani, na labda yuko mmoja wenu wawili wana udhuru hawakufunga. Udhuru midhali wa kisheria unakubaliwa tu, lakini kuna watu wanafunga huku nyoyo zao zinanung'unika. Kuna watu wanafunga huku akinung'unika. Sasa hao ndio naongea nao leo. Wengine wananung'unika futari, wengine wananung'unika mwisho wa Ramadhani kuna Idi, watoto wake watapata wapi nguo za sikukuu. Na kwa maana hiyo baadhi ya wake zetu, nyinyi baadhi ya wake zenu wanauza mama ntilie mchana hivi sasa hivi. Baadhi ya wake zenu
baadhi ya wake zenu wanauza mama ntilie mchana na nyinyi mko radhi. Hili nalikumbusheni ni baya sana. Wewe Muislamu mwanamume uko msikitini unaswali, mkeo yuko katika magenge huko viwandani huko anapika mama ntilie kuwauzia wafanyakazi, na wewe unaunga mkono, unasema kwamba itatusaidia futari jioni. Wewe itakusaidia futari, maana kita mama ntilie na yeye anafunga. Wallahi, sasa wewe mama ntilie unauza chakula mchana, alafu wewe mwenyewe umefunga. Umefunga wewe kwa kisingizio kodi ya nyumba, kwa kisingizio futari, kwa kisingizio nguo za sikukuu. Hakuna kisingizio chochote kitachokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kisingizio chochote kitachokubaliwa kwa Mwenyezi Mungu ila ule udhuru ambao Mungu mwenyewe ameuelezea. Kama unao udhuru huo ambao Mungu kishausema na mtume kishautaja, huo utakubalika. Lakini udhuru wa kubuni wewe haukubaliki, kwa sababu Mungu alipolazimisha watu wafunge, yeye kwa upande wake kajilazimisha lazima atakupa futari. Mungu alipotulazimisha tufunge, yeye kwa upande wake ameshajilazimisha lazima atakupa futari. Hakuna vinginevyo. Mungu anatoa futari, ipo, sio atakupa jioni. Futari ipo inakungoja wewe, isipokuwa mnajifanya mjui futari maana yake nini, wakufuturu maana yake nini. Mnajifanya hivyo ili mpate kula mchana. Sasa hicho unachokula mchana si ndio hiyo futari ambayo ya jioni hiyo? Tuache visingizio vya uongo, tuache visingizio vya kishetani, tumuogope Mungu. Na ameileta ibada hii Mungu kwa ajili tumuogope Mungu, tuwe wacha Mungu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefardhishwa kwenu juu yenu funga kama ilivyofardhisha juu ya wenzenu walikuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo njia ya wewe kuwa mcha Mungu ni kuanza kufunga na kuachana visingizio, kwa sababu Mungu ndiye aliyelazimisha, na huyo ndiye aliyechukua dhamana kwamba utafuturu. Hakuna kukosekana maji. Kitu cha kwanza kabisa cha kufuturu ni maji. Mihogo kula, mihogo kula. Kama unataka kulalamika, lalamikia kula, lakini usilalamikie futari. Mihogo, maharage, huo ni mlo, sio futari. Futari maji, kwa kule Arabuni tende. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanazuoni wote wamesema ukikosa tende, maji. Sasa niambieni, kuna dhiki ya maji hapa? Kuna shida ya maji? Kila usiku ukicha serikali inafanya juhudi kuhakikisha wananchi wanapata maji. Ndio futari yenyewe ya kwanza ile ambayo wewe unalazimika kuipata, na Mungu alishakusaidishia, ipo, haijakauka maji. Kwa hiyo chukua tahadhari na visingizio hivyo ambavyo mnavyovifanya. Chukua tahadhari na visingizio mnavyovifanya, mnavyovitoa. Mungu hawezi kukukalifisha kitu ila kiko katika nafasi yako ya kukitekeleza. Mungu hawezi kukulazimisha jambo ila hilo jambo liko kwenye uwezo wako kufanya.
pale ambalo ambapo halipo katika uwezo wako kufanya, Mungu anasimamisha. Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, mwenye kuwa mgonjwa au yuko safarini na ale mchana atalipa siku nyingine. Sasa Mungu kishasema hivyo, wewe unatakaje alafu unatengeneza visingizio wewe? Havifai. Na wewe unayeandika Ijumaa inakukosa. Yaani mtu anaandika na sasa hivi kaja ofisini kwangu anataka mwanafunzi wangu, mwanafunzi yote. Waislamu tumuogope Mungu, tuache mazoea. Maana kama tumezoea hivi, tunatembea huko barabarani tumefunga, lakini kikipita kitu unatizama, unarudishia afu unatizama tena. Funga ya mazoea, anatizama alafu anatizama tena, anajifanya kuuliza kwani nani yule, kwani nani, kwani lazima umjue? Funga zetu ya mazoea. Hapana, tufunge kwa kufumba macho. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, Mungu anamwambia bwana mtume, waambie waumini wafunike macho yao. Kufunika macho manake unaona lakini baadaye huendelei kutizama, ndio kufunika macho. Umeona lakini huendelei kutizama, huko ndio kufunika macho. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa hifadhi tupu zao. Yule ukimtizama mahma itakapokuwa lazima itaingia katika moyo wako, na mpaka unakuja kusali Ijumaa bado utakuwa unamfikiria. Sasa unasema usali kadha na yule naye yumo katika nia yako pale, ndio unasali hivyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mwezi wa Ramadhani tarawihi tujazane mpaka mwisho wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tujitahidi kutoa. Tunawaambia watu wasiombe, wasioombaomba. Maana mwezi wa Ramadhani wengine wanageuka kuwa ni ombaomba. Usiombeombe, lakini wale watu walionacho tunawahimiza watoe, kuwapa watu wanaostahili kupewa, sio ombaomba. Ombaomba si wakusudii. Wapeni watu, unamkisia kwamba huyu lofa si lofa, huyu ndio wakumpa. Wakupewa ni yule ambaye huyu anacho hana, huyo ndio wakupewa, huyo ndio wakupewa. Omba ile ni illa tu, ugonjwa wanao. Kuna mtu hapa akamchukua mama mmoja kampa msingi wa kufanyia biashara mkubwa tu, wallahi tayari anaomba tena, yuko hapa. Sasa huyo wakumpa huyo. Yaani kuna watu hapa wanafanya juhudi kuwapa na msingi capital ya kufanyia biashara, ili asije kuombaomba. Wallahi anaombaomba tena. Alafu hii Ijumaa hivyo wao hawamo, wanatusubiri hapo. Ni wanawake wa Kiislamu hao, lakini hawaingii kusali, wamekaa pale. Wale hawafai kupewa. Sio mimi mkatili, wale matariku sala wamelaaniwa na Mungu. Kila anayeacha kusali amelaaniwa na Mungu. Vipi unakwenda kumpa sadaka yako mtu kishalaaniwa na Mungu? Siji mnanielewa? والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه
وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه، وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله خاتما للرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, lazima muelewe kwamba sisi tunaumwa. Kuna wanaumwa magonjwa ya moyo kwa hisia hasa, na kuna wanaumwa magonjwa ya moyo ya kishetani, na kuna watu wanaumwa maradhi haya ya kawaida, si ya kishetani. Hii napenda nitumie fursa hii hapa niliposimama kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila anayeumwa katika nyinyi Mwenyezi Mungu amponye na maradhi yake hayo. Anayeumwa tezi dume Mwenyezi Mungu ampone, na mimi mwenyewe naumwa, Mungu aniponye tezi dume ya Rabbal Alamin. Wanaumwa vitu sugu hivyo, kila kitu maana siku hizi sugu, Mwenyezi Mungu amponye. Mnaumwa miguu, Mwenyezi Mungu akuponyeni miguu. Mnaumwa hivi, Mwenyezi Mungu akuponyeni. Lakini wengine mna mashakili huko katika majumba yenu. Mwezi huu wa Ramadhani watu wanakorofishwa na wake zao. Mwenyezi Mungu aondoshe ugomvi ya Rabbal Alamin. Mpate sulhu na wake zenu, waweze kupika futari na kupika daku, na hatimaye musali Idi kwa pamoja ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu akuondoleeni kila mashaka. Kuna watu wanakuja kuniambia kama una hivi na hivi. Mwenyezi Mungu akuondoleeni hasad. Mnahusudiwa kweli nyinyi. Mwenyezi Mungu akuondoleeni majicho mabaya ya Rabbal Alamin. Kuna watu maskini Mungu kawaumba hao, kawatusaliti nao. Mungu ametusaliti nao, wao majicho yao mabaya tu. Usipate kitu yeye anakutizama vibaya. Usivae shati jipya yeye kusema kweli nani. Usipate basikeli yeye tatizo. Yani kile akikusikia umepata mtoto ikila, yani mkeo akikijua kwa mkeo kashika mimba, wao kalia hawalali, yani analalamika kwamba hawalali. Kama mkeo kashika mimba, sema tazama wewe hawalali. Kwani wewe sikukesha tu? Mungu ndo anayeamua mwisho. Mungu ndo anayeamua baadaye. Lakini kuna kumuonea hasadi kama mke kashika mimba, na yule mume ndio unaanza kumwambia mzee yule halali. Sasa unataka mzee halali nini? Mzee analala huyo goli moja tu analala. Ya nini? Watu wana hasadi, yani watu tunaishi na roho mbaya kweli. Huku tunafunga bwana. Bado mtu anaungua moyo. Nini? Mke wa jirani yake kamaona kashika mimba. Kashika mimba, bahati yake Mungu akamchagua hapa kashika mimba. Unaona? Na akiwa mumewe mtu mzima kama tuseme ni shehe halali yule shehe gani? Sasa shehe halali. Acha nini hana baya? Acha ni kutizamana hivyo. Ishini majirani wema, ishini kwa wema, ishini kwa kupendana. Kuweni na upendo. Msiwe na hivi mnavyoishi kwa jicho mabaya, ukimwona mzee vibaya, ukimwona vibaya. Hata ukinunua mtumba pale, ule kama ukiunyosha pasi vizuri sema hela yetu ile. Hela yetu. Sasa ukiwa katika kampuni hiyo hela yetu. Kumbe ununua mtumba. Wakati mtumba pale unapata bure, mtu anakuambia bwana wewe chagua. Na wewe chagua. Umezubazuba pale mtu anakuambia chagua. Hivi mimi nikitaka kuzubazuba pale mtu atakosa kuniambia wewe chagua. Nitachagua. Nikichagua hatokea mzungu atasema tazama nini? Hela yetu ile. Hela yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد
كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم نكس أعداء الدين، اللهم نكس أعداء الدين، اللهم نكس أعداءنا وأعداء الدين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.